إلهي ضاق صدري ولست أدري بأي علاج أداوي ذنبي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سادة الكرام أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Katika dua ni silaha na kinga ya Muislamu. Tumefikia katika nyakati za kukubaliwa dua kwa haraka. Mawtin min mawatin yuqbalu fihi ad-dua. Ndugu yangu katika iman, kuna nyakati na hali tofauti ambazo dua ya mja akiomba ya kuwa katimiza shuruti zake basi hujibiwa kwa haraka. Nyakati hizo kwanza ni siku ya Arafa. Kutoka kwa Amr bin Shuaib, kutoka kwa baba yake, kutoka kwa babu yake, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, dua iliyo bora ni ile ambayo inayoombwa wakati wa kusimama Arafa, na neno lililo bora ni lile ambalo mimi nalisema na mitume waliokuwa kabla yangu walilisema. Neno lenyewe ndugu zangu ni hili: la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hapana anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, hana mshirika, ufalme ni wake, na yeye ndiye anayepaswa kushukuriwa, naye ni muweza wa kila kitu au muweza juu ya kila kitu. Ama pili, saa katika siku ya Ijumaa, amesema bwana mkubwa Abu Huraira radhiyallahu anhu wa ardah, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna fil jumu'ati sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun qa'imun yusalli yas'alu Allah fiha khayra illa a'tahu wa qallalaha biyadihi. Katika siku ya Ijumaa kuna saa ambayo ikimtokea mtu Muislamu hali ya kuwa amesimama kusali akamwomba Allah kheri, isipokuwa atampa tu, akaonyesha udogo wake kwa mkono wake. Kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu amesema, aliitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya Ijumaa akasema, fiha suwai'atun la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah shay'an illa a'tahu iyyah. Ndani yake humo siku ya Ijumaa mna wakati mfupi mno ambao haupati mje Muislamu naye amesimama na sali akamwomba Allah chochote isipokuwa atampa, atamjibia. Wakati uliokusudiwa siku ya Ijumaa umefichikana na wanawazuoni wamekhtalifiana kuhusu wakati huo, na kauli iliyo karibu sana kwa hili ni baina ya baada ya sala ya alasiri na inapoingia wakati wa maghrib. Jua linapoanza kuzama, mwelekee Allah, muombe madua na uwe katika yaqini ya kujibiwa. Ama tatu ni mwezi wa Ramadhani na siku au siku wa Lailatul Qadr. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi uliotukuka na wenye fadhila nyingi. Miongoni mwa fadhila zake kwa wanaofunga ni kusamehewa madhambi yao na kukubaliwa dua zao. Amesema Ibn Umar radhiyallahu anhu, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallama, inna lis-saimi 'inda fitrihi la da'watan ma turad, kwa aliyefunga wakati wa kufuturu kwake dua yake hairudishwi. Na pia katika mwezi huu uliokuwa ndani yake kuna usiku wenye cheo ambao mja akiusadifu usiku huo basi usamehewa madhambi yake na kukubaliwa dua zake. Amesema Abu Hurairah radhiyallahu anhu, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atakayesimama kufanya ibada usiku wa Lailatul Qadri kwa imani na kuzingatia, basi anafutiwa, anasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Ndugu zangu katika imani, wakati nambari 4 katika nyakati hizo ni siku 10 za mwanzo za Dhulhijja. Kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhu amesema,
Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma min ayamin العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. Hakuna siku ambazo vitendo vyema vinapendwa zaidi na Allah kama siku hizi 10 za mwanzo za Dhulhijja. Wakasema wala aljihadu fi sabilillah ya Rasul Allah, zaidi ya jihadi kwa njia, kwa kupigana kwa ajili ya Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam akajibu akasema wala aljihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bishay. Ndiyo, hata jihadi kwa ajili ya Allah, isipokuwa mtu aliyetoka yeye na mali yake, na wala asirudi yeye na wala mali yake, yani akafia huko. Kwa hili chache namwomba Allah mtukufu anijalie mimi pamoja nanyi lilmuttaqina imama, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. كم أعود إليها